Karibu tena. Kwa mara nyingine ninakukaribisha kwenye mwendelezo wa simulizi yetu inayojulikana kwa jina la Tatizo ni Mke Wangu. Tanisamehe, kwenye sehemu ya 11 nilisema penzi butu. Nilisema penzi butu kwa sababu nilikuwa nimeshaizoea hiyo simulizi, lakini pia nilipenda mapito ya yule kijana aliyekuwa anaitwa Hosea. Hii ni sehemu ya 12, episode ya 12 ya simulizi inayojulikana kwa jina la Tatizo ni Mke Wangu. Nadhani tuliishia eneo ambalo Martin alikuwa ametembelewa kidogo na wafanyabiashara, na baada ya Martin kubishana na kupishana kidogo na mke wake wakiwa ofisini, muda ulifika ambapo waliondoka kutoka ofisini na kurudi nyumbani. Naomba tuanzie hapo nyumbani sasa. Martin usiku wa leo alipata wageni wawili wa kiume. Walikuwa ni wafanyabiashara wenzake waliokuja kwa ajili ya mazungumzo ya kibiashara. Walikaa muda mrefu kiasi kwamba hata muda wa kula ulifika. Wakiwa pale walikuwa wanapata chakula huku wakipiga stori, wakiendelea na masuala ya kibiashara. Mke wa Martin hakuwepo hapo kwa muda huo, alikuwa ametoka. Wageni hawa walionekana kuwa na furaha na kukifurahia chakula. Mmoja kati yao alisema, kwa kweli mpishi huyu ni mzuri sana. Na mwenzake kati yao wageni alisema, kwa kweli chakula ni kitamu, ni kizuri sana. Walipokuwa wanaendelea kupiga stori, Martin alimsifia sana mke wake kwa jinsi anavyojua kupika na namna alivyo mtaalamu wa mapishi. Muda mfupi baadaye, Martha alitokea akitoka maeneo ya jikoni. Alikuja huku akiwa na furaha. Wageni hawa walimwangalia wakiwa wanamsifia, wakimwagia sifa kede. Kwa kweli chakula ni kizuri na ni kitamu sana, walisisitiza. Lakini Martha alishangaa na kuuliza, vipi, mbona ni kama mnanawa wakati chakula bado kipo mezani, tena kipo bado kwenye sahani, chakula mlichopakua? Mmoja wao akajibu, kwa kweli tumekamilisha, tumeshiba. Martha akasema, haina shida, ngoja niwatafutie makontena niwafungie chakula chenu ili muondoke nacho. Martin alishtuka na kumuuliza, una maana gani mke wangu? Martha akasema, mume wangu, usijali, ni kawaida tu, ngoja nikuoneshe nina maana gani. Kisha aliondoka kuelekea jikoni kutafuta makontena. Wale wageni wawili wakatazamana. Mmoja akasema, huyu mwanamke ana maana gani? Lakini yule mwingine ambaye pia alikuwa ni mtu mzima wa makamu alisema, unajua Martin ameoa mwanamke mcheshi sana, usijali, ni ucheshi wake tu. Wakiendelea kucheka, lakini uso wa Martin ulikuwa umebadilika kabisa. Alijua muda sio mrefu mambo yanakwenda kubadilika. Alikuwa anajua vizuri tabia za mke wake. Alikuwa anajua. Wakati wenzake wakiendelea kucheka, aliwaambia, subirini muone hii show jinsi ilivyo. Ninaomba muitazame bure, msilipe. Alipokuwa anaongea hivyo, Martha alirudi akiwa amebeba makontena mawili madogo yaliyofanana na yalikuwa kama hotpot. Kama uliwahi kuona yale makontena huwa wanawekea ice cream zile wanauza 100 kwa ajili ya watoto. So yapo yenyewe madogo kiasi cha hotpot. Ndiyo. Alichukua ugali uliokuwa umebaki kwenye sahani ya mgeni wa kwanza na kuuweka kwenye kontena. Huku akiendelea kufanya hivyo, alisema, unajua kwenye familia hii hatutupagi chakula. Kutupa chakula ni dhambi. Huko nje kuna watu wanatafuta hiki chakula mnachotaka kukitupa, lakini hawakipati. Mungu ametupa nafasi ya kukipata, hatuwezi kukitumia vibaya. Baada ya hapo, alichukua mboga na mchuzi uliokuwa umebaki kwenye sahani na kumimina ndani ya kontena hilo. Alihakikisha kila kilichokuwa kimebaki
kinaingia ndani. Kisha akachukua kontena la pili na kwenda kwa mgeni wa pili. Akaweka ugali uliokuwa kwenye sahani yake na kusema, chakula hiki ni cha thamani sana, hatuwezi kuruhusu kutupa chakula ovyo ovyo. Wakati anafanya hayo, wageni waligundua kwamba alikuwa makini kabisa. Martin hakuwa na la kusema, alibaki amekaa kimya. Alikuwa anashuhudia mengi kutoka kwa mke wake. Kuanzia asubuhi alipogombana na dereva wa bajaji, sasa ilikuwa ni zamu ya wageni. Wageni waliinuka wakitaka kuondoka, lakini Martha aliwazuia na kuwauliza, mnaenda wapi? Na hiki chakula chenu mnamwachia nani? Akiwa ameyaweka makontena mezani, aliendelea kuambia, sitakaa kimya mpaka mtakapobeba hayo makontena kwenda nayo nyumbani kwenu. Sisi hapa hatutupagi chakula. Kisha akawaambia wazi, wewe chukua kontena lako pale, ndilo lako ile pale. Alafu akamgeukia wa pili, na wewe hilo kontena hapa ni lako, beba, ondoka nalo. Akaongeza na kusema, mngefika nyumbani. Na aliongea maneno hayo unajua akiwa na furaha, kama anatania vile. Mngefika nyumbani, ninaomba mwasalimie wake zenu kwa ajili yangu. Waambieni nawasalimia na ninawakaribisha hapa nyumbani, na kwa sababu ninaamini wanaelewa thamani ya chakula, watakipenda sana chakula mtakachowapelekea leo. Wageni walibeba makontena yao huku wakitazamana. Martha alikuwa yuko serious kabisa. Martin naye alikuwa anaangaliana na wageni, ana la kuongea, wakitarajia huenda angesema jambo la kuwatetea, lakini Martin alikuwa kimya kabisa. Kimya kiasi kwamba nao walihisi kama waliona wazi kwamba kama mume mwenyewe ametulia na kuinamisha kichwa pembeni, hakuna ambaye angeweza kuwaokoa. Basi wakaanza safari ya kutoka ndani, huku wanaamini wakiwa wanaamini kilichokuwa kimetokea tayari kimetokea. Wazee hawa na waliokuwa wanaonekana kuwa ni watulivu walikipata. Wazee wa watu wenye vitambi vyao walikuwa wanaondoka na makontena ya chakula mikononi na ni mabaki. Martin naye alinyanyuka kutoka mezani. Mke wake akamuuliza, na wewe unataka kuacha chakula? Martin akamjibu, Martha, mimi siko tayari kufa. Unapoelekea ninaona kabisa unaenda kuniua. Unataka kutoa roho yangu, lakini sitakubali kufa kwa ajili yako. Sitakubali na haiwezekani. Hiyo ndio show ya mwanamke anayeitwa Martha. Kama ungepewa nafasi ya kumuoa mwanamke huyu, ungelitamani uweze kupewa kiasi gani? Mahali ya shilingi ngapi? Yaani wazazi watakupangia mahali ya shilingi ngapi ambao utakubali kuilipa? Mimi ninaomba tukutane katika sehemu nyingine ya simulizi yetu, episode inayofuata, ili tuweze kujua kama hawa jamaa walifanikiwa kufikisha chakula hicho nyumbani au walikitupa njiani. Lakini baada ya Martha kubaki na mume wake, ni hatua gani Martin atachukua? Kwa sababu imeonekana wazi kwamba mwanamke huyu anamwaibisha mara kwa mara. Mimi sina la ziada, ninaomba tukutane katika sehemu inayofuata. Bye bye. Nikiwa ninaitwa Genius Amon kutoka hapa Empire Studios.